Moja pia kati ya taarifa kubwa katika siku ya leo kutoka huko mkoani Kursk nchini Urusi, ambako mapigano makali yameshika kasi zaidi baina ya vikosi vya Urusi na vya Ukraine, ambako Urusi inapigana kurudisha upya mkoa wake wa Kursk. Taarifa hivi punde kutoka huko mkoani Kursk imeelezwa kwamba vikosi vya Urusi hatimaye vimefanikiwa kuiteka tena Sodiza, ngome kuu ya wanajeshi wa Ukraine katika jimbo la Kursk nchini humo, ambako pia vikosi hivyo vya Urusi viliweza kukomboa makazi mengine mawili katika mkoa wa Kursk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema leo hii Machi 13 kuhusu taarifa ya ukombozi wa mji wa Sodiza, lakini pia makazi mengine kutoka mkoani Kursk dhidi ya vikosi vya Ukraine. Pia katika siku iliyokwisha kupita, Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 340 katika mwelekeo wa Kursk, hivyo kwa ujumla kuisababisha Ukraine kupoteza zaidi ya wanajeshi 67, ambapo kufikia mwishoni mwa Machi 12, yani siku ya jana Jumatano, wanajeshi wa Ukraine waliweza kuthibitisha kuwa vita katika eneo la Sodiza bado vilikuwa vikiendelea. Na hatimaye pia siku ya leo vikosi vya Urusi vimetangaza rasmi kukomboa mji wa Sodiza. Unaweza pia kushuhudia operation hizo za kivita au matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kupitia grupu letu la WhatsApp, ambako kwenye grupu la WhatsApp pia nimekuwa nikiweka matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Unaweza sasa ukajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kwa nambari ya Tigo Pesa kwa zamani, kwa sasa ikifahamika kama Mixx by Yasi, ambayo ni 0679619650, yani 0679619650. Basi pia JMTV inakukaribisha sana ujiunge na grupu letu la WhatsApp kushuhudia matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine pia waliweza kuiteka Sodiza, mji ambao ulikuwa na wakazi takriban 6000 na mji pia ambao uko kilomita 10 kutoka mpaka wa Ukraine. Wachanganuzi wa kijeshi kutoka kundi la ufuatiliaji la Deep State na taasisi ya uchunguzi wa vita inayofahamika kama ISW pia wameripoti ya kwamba Urusi imeteka Sodiza kwa kiasi au kikamilifu, kwa vile Ukraine inadaiwa kujiondoa katika mji huo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilichapisha kipande cha video ya Sodiza iliyoharibiwa baada ya kuripotiwa kukamatwa tena, ambapo jeshi la Urusi lilikaribia kuharibu kabisa Sodiza kwa mashambulizi ya anga. Andrei Kovalenko, ambaye ni afisa katika Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine, ameweza kusema hivyo. Mji na mazingira yake yaliharibiwa pia kwa namna ambavyo unatazama kipande hichi cha clip ambacho nimekuwekea hapa, na majengo machache ya raia yaliweza kunusurika. Habari hizo zimekuja pia baada ya maendeleo ya haraka ya Warusi katika eneo la mpakani, ambayo yalionekana kupungua sana hali ya Ukraine. Valery Gerasimov, ambaye ni mkuu wa wafanyakazi wa kijeshi wa Urusi, alisema mnamo Machi 12, yani siku ya jana, ya kwamba Urusi imechukua tena zaidi ya 86% ya eneo la Kursk iliyotekwa na Ukraine katikati mwa mwaka 2024. Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia iliweza kuripoti kukamata makazi ya huko Melovoy na Podol siku ya leo Machi 13, licha ya Sodiza. Kamanda mkuu wa Ukraine Oleksandr Syrskyi pia alikiri halikuwa ngumu zaidi katika eneo hilo, lakini amesema ya kwamba Ukraine itashikilia ulinzi kwa muda mrefu kama inavyofaa na muhimu. Hayo yanajiri wakati Marekani ikitaka kufikia makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine, ambako pia Kiev imejaribu kuongeza nyadhifa zake
katika jimbo la Kursk katika mazungumzo yanayoweza kutokea, lakini ilianza kupoteza msimamo wake katika eneo hilo. Wakati huo pia ambapo Marekani iliweza kusimamisha kwa muda usaidizi wa kijeshi na kijasusi kwa Ukraine. Naye kaimu gavana kutoka Kursk anayefahamika kama Alexander Kinstein alisema katika mahojiano na shirika la habari la serikali la Urusi linalofahamika kama TASS ya kuwa hawana shaka kuhusu ushindi wa karibu wa jeshi la Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine au wanajeshi wa Ukraine katika jimbo la Kursk. Adui yani Ukraine walitaka kuharibu vijiji vyao, yani vijiji vya Kursk nchini Urusi. Miji yao walitaka kuwapigisha magoti, lakini hawakufanikiwa, na hakuna shaka juu ya ushindi, juu ya ukombozi unaokaribia. Hawajashinda tu adui kuikomboa ardhi na kuwa na nguvu zaidi, lakini pia watarejesha na kujenga upya vijiji na miji katika eneo hilo. Kaimu gavana kutoka huko Kursk Alexander Kinstein ameweza kusema hivyo siku ya leo baada ya ukombozi wa mji wa Sudiza huko mkoani Kursk nchini Urusi. Hivyo basi taarifa zingine zaidi kutoka huko mkoani Kursk au vita vya Urusi na Ukraine kwa ujumla nitazidi kukufahamisha hapa kwenye chimbo la habari za kimataifa. Cha msingi na kukumbusha kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati ili kufahamu mengi zaidi ambayo yanajiri kutoka huko uwanja wa vita, ambako pia sasa hivi mapigano makali hasa huko Kursk yameweza kushika gumzo na kuripotiwa kila siku, ambako Urusi inapambana zaidi kurejesha mkoa huo mikononi mwa Ukraine. Na hivyo basi ambacho kitakuwa kinajiri, hakikisha unanitembelea kila siku na kila wakati kufahamu ripoti zote ambazo na kufahamisha kutoka eneo hilo. Usisahau ya kwamba pia kupitia nambari ya 0679619650 0679619650 ni nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga na grupu letu la WhatsApp ili kushuhudia matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Hivyo basi na ukaribisha sana ukiwiwa pia ujumuike nasi sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kwa nambari ya Tigo Pesa ambayo nimekwisha kutajia hapo awali, ambayo ni ya 0679619650. Basi karibu sana pia ujumuike nasi kule WhatsApp.